nasubiri barua yao niipate na mimi nione haki yangu. Lakini wananiambia miaka 3 alafu na milioni 2. Jamani, hali ngumu hii. Mimi change nipate milioni 2 nipeleke TFF ili wakaifanyia nini? Ikachangia nini? Au ikalipe posho kikao cha maadili kilichokaa? Au milioni 2 iende ikasaidie kitu gani? Huni mwonevu, unanipiga miaka 3 unataka na milioni 2 yangu. Kwa kosa gani? Sasa ndugu mtangazaji, hicho kitu hakipo. Nimwambia hivi, kama tunataka kuchanga pesa, tuchange pesa tupeleke kwa wachezaji wetu ambao wanadai mishahara na posho. Na hilo ndo hamasa yangu. Na ile Yanga ni sports club. Sawa, sio football club. Kwa hiyo mimi nina majukumu yangu pale tofauti na wao. Tunakutana kwenye mpira wa miguu. Kwa hiyo ifike mahala kwamba kila mtu ajue kwamba tunafanya nini. Lakini kubwa hivi TFF jamani, kila mtu anayeonekana pengine ikakosea ndio kumfungia. Ni Usmanji kwa mjibu, lakini kasema hivi, kama mnaona ni sahihi kunifungia kwa sababu ninamunga mkono Usmanji, wanachama wa Yanga wanasema wanamunga mkono Usmanji, basi nifungieni. Niliwaambia kwenye kikao cha maadili hicho kwamba niko tayari kufungiwa, na ninarudia, mwenyekiti wa klabu ya Yanga ni Usmanji. Nikawaambia hivyo. Baada ya hapo nikawasikiliza, nikaambia chochote amoni, lakini ukweli ninasimama kwenye maamuzi ya wanachama. Mimi nasizungumzi kama bakili, nazungumza maamuzi ya wanachama. Sijawahi kuona hata siku moja, sijawahi kuona na sijawahi kusikia. Miaka ya nyuma baraza la michezo wilaya husika ndio ilikuwa nasimamia. Baada ya hapo kamati zetu, chaguzi zetu wenyewe, TFF wana kamati yao ya uchaguzi, msikia bwana, Simba wana kamati ya uchaguzi, Yanga ina kamati ya uchaguzi, na timu zingine za kamati. Inakuwaje sisi tukasimamia na TFF? Hivi TFF wanapotoa fomu wanahakiki wao wanachama, wana register, wana muhuri. Tunanyanyasika leo, tunafungiwa mwenyekiti wa matawi eti kwa sababu nimesimama mbele kwa niaba ya wanachama kuitetea klabu ya Yanga, kutetea katiba yetu, kuona kwamba tunataka uchaguzi usimamiwe sisi wenyewe kupitia kamati yetu. Leo tunaonekana kama tunaikosea heshima TFF. Wanang'ang'ania kusimamia uchaguzi wa Yanga kivipi? Mbona hakwenda Simba? Mimi ninajua ninatumikia wananchi kupitia Chama cha Mapinduzi. Mimi ni kiongozi wa serikali. Kwa nafasi yangu ni mwenyekiti wa wenyeviti wa serikali mtaa manispaa Temeke. Pia ni mwenyekiti wa mtaa wa Temeke. Sio leo. Ushaelewa? Mimi ninasimamia shughuli zangu zote za kimaendeleo. Umeona nina kitabu hapa. Hiki kitabu unaona hiki cha Mheshimiwa John Pombe Magufuli. Kiko hapa. Hiki hapa na hiki hapa ni kampeni zake zote mheshimiwa, ambazo mimi kazi yangu hapa kuangalia kwamba kasema nini, mimi hapa nasimamia. Lakini sisi Yanga sio kama wendazimu. Sisi tunamtaka Usmanji, sio kama machizi. Tunajua umuhimu wa Usmanji kama walivyo watani wetu wa Simba wanapojua umuhimu wa Mo. Wamesimama kwenye mstari hasa ili tuwazibe mdomo Yanga Afrika, tumfungie mwenyekiti wao wa matawi, tumfungie katibu wa matawi. Hivi kweli ni haki? Ndio mpira wa Tanzania tunaopeleka? Ndio TFF ambayo tulizania kwamba tukiwachagua watabondeza mpira? Ndio hivi? Na hii ndio maana kwamba tutasonga mbele kwenye mashindano ya aina mbalimbali? Hatuwezi, kwa sababu mpira wetu tunauendesha kwa majungu, fitna, chuki, kukomoana na kadhalika. Hatuwezi kusonga mbele. Niombe kwamba mimi niko vizuri, nina afya njema, nimepokea mambo yao, nitaenda kuchukua barua nione inakuwaje, lakini nilichofanyiwa sio sawa, wamenionea hadharani. Lakini pia kuna watu nahisi, kuna watu walikuwa na mpango maalum na mimi mwenyekiti wa matawi Bakili Makele na katibu wangu. Kipindi hiki watulie, watengeneze umoja, washikamane. Kipindi hiki kesho tarehe 15, si ndio? Dirisha dogo linafunguliwa. Yusuf anaendelea na taratibu zake za usajili. Yusuf yuko vizuri kuhakikisha kwamba timu yetu inaivusha. Lakini mimi kubwa ninachosikitika kwamba hao watu sio tutaki mema TFF. Tukifanya jambo letu sisi alitakiwi. Hebu jiulize, Kuuli alibishana tu na katibu kuhusiana na uchaguzi wa Simba, kaondolewa, kafungiwa kwa sababu ya Simba. Tutakaa na wanasheria wangu, baada hapo wanasheria watanishauri kwamba nifanye nini. Lakini ukweli hii adhabu sijalizika nayo, nimeonewa kwa sababu sina kosa. Kama kufungiwa basi wanafungiwa wanachama wote wa Yanga, kwa sababu mkutano na wanachama wa matawi ya Yanga. Na mimi nimesimama specialist kwa geno wanachama wa Yanga, na mimi naendesha mikutano, nafungua, nasikiliza hoja. Lakini unaniambia kwamba mimi ninachochea kwamba kupinga serikali amri yake. Waseme tumepinga TFF, sio sisinigizie serikali, wasigombanisha serikali na Yanga.
Wewe kijana. Unafanya nini dirishani kwa mwanangu saa hizi? Unafanya nini? Hapana mzee, yes. Eh? No. Wewe ni kibaka? Baba. Hapana mzee. Ila Nani huyu tena? Nilikuwa nanyapia tu habari za Insta. hapana. Isa nyumbani kwa watu? Hapana, wewe ni kibaka. Hapana mzee. Chabu za nini? Wakati Vodacom inakuletea simu janja kali za Itel Gado na Tecnofire kwa bei ya jioni. Pata GB za bure kufidia gharama zako na ufurahie mtandao super. Yajayo yanafurahisha. Uko tayari? Vodacom. Karibu chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza Mapambano jijini Dar es Salaam na chenye usajili wa NACTE nambari REG/ANE/029. Wameanza kudahili wanafunzi wapya kwa ngazi ya diploma na certificate kwa mwaka wa masomo 2018-2019 katika kozi zifuatazo: IT, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply, Front Office and Hotel Management. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree katika vyuo vikuu mbalimbali hapa nchini wamekuwa wakifanya vizuri sana katika masomo yao. Pia chuo kinatoa kozi fupi za kompyuta na umeme. Ada zao ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu. Kwa maelezo zaidi piga simu nambari 0652835123 au 0766348652. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda.